Uislamu umelinda na umechunga haki ya mwanamke fi hayatiha al-ijtimaiya, katika maisha yake ya kijamii. Uislamu umelinda na kuchunga haki ya mwanamke katika maisha yake ya kijamii. Wa hafadha ala salamati sadriha, na ukahifadhi juu ya usalama wa kifua chake. Tunaposema usalama wa kifua maana yake nini? Kwamba yale yote ambayo yanaweza kumuingizia mtu bughdha, chuki, yale maradhi ya nyoyo, husda na vitu kama hivi, Uislamu umetahadharisha. Wa wihdati safiha ma'a aqaribiha, Uislamu umelinda umoja kwa ndugu zake wa karibu. Yani swala la mapenzi na umoja na udugu kwa ndugu zake wa karibu, Uislamu jambo hilo umelitazama. Kivipi? Faharrama aljam'a bainaha wa baina ukhtiha, katika kulinda usalama wa kifua chake, sheria ikaharamisha kumkusanya pamoja mtu na ndugu yake katika ndoa moja. Mnaona maisha ya ukewenza na changamoto zilizomo na vita mlizonazo, waonaje kama ingekuwa ni wewe na dada yako ndio mnagombana, ndio mnafanyiana visa? Bila shaka na udugu unakufa. Naam? Inawezekana? Haiwezekani. Wa ammatiha, lakini pili, Uislamu kaharamisha kumkusanya katika ndoa moja mtu na mama yake mdogo, hawaolewi pamoja. Wa khalatiha, na Uislamu kaharamisha kumkusanya mwanamke na shangazi yake, hawaolewi pamoja katika ndoa moja. Kama fil ayati wal hadithi almutawatir, kama ilivyokuja katika aya na hadithi tofauti tofauti ambazo ni mutawatir. Narudia eneo hilo. Kwa hiyo bado tunaeleza katika namna ya takrimul islami lilmar'a, namna gani Uislamu umemjali mwanamke, umempa heshima, umemtukuza. Katika namna ya kumtukuza ni pamoja na haya mambo ya kijamii, ni pamoja na miongozo ya Uislamu ambayo imewekwa, inatakiwa ifuatwe katika maisha yetu ya kijamii. Ndio anasema wahafadha ala salamati sadriha, Uislamu kahifadhi na kulinda yale mambo ambayo yatakuwa yanalinda kifua cha mtu. Unajua mtu ukikerwa, ukiudhiwa, ukiwa umebeba bughdha na chuki na husda na vifundo, unaweza hata ukapatwa na maradhi mengine. Na hayo mambo ambayo yanaleta matatizo hayo ya chuki, vifundo, husda, Uislamu ukayazuia. Vipi? Akasema pia wa wihdati safiha ma aqaribiha. Wihdatu saf maana ni mshikamano, umoja. Yale mambo yanayotengeneza mshikamano yakahimizwa, na yale yanayoweza yakavunja mshikamano na mahusiano mazuri wewe na ndugu yako yakakatazwa. Ndio akasema faharrama aljam'a bainaha wa baina ukhtiha, ili kulinda udugu uendelee, mahusiano mazuri yaendelee, mapenzi na mshikamano viendelee. Uislamu umeharamisha haolewi mtu na dada yake au mtu na mdogo wake katika ndoa moja, ni haramu. Hilo la kwanza. La pili, wa ammatiha ay aljamu bainaha wa baina ammatiha, ni haramu kuwakusanya katika ndoa moja mwanamke yeye na mama yake mdogo wakaolewa katika ndoa moja, ni haramu. Kadhalika aljamu bainaha wa baina khalatiha, baina yake na shangazi yake hawakutani katika ndoa moja. Ushahidi wa hayo
Ukirudi katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Maida nadhani anaeleza katika yale aliyoharamisha, hurrimat alaykum ummahatukum. Allah anasema mmeharamishiwa mama zenu. Aya hii tuliwahi kuisoma, lakini hebu tuirejee kwa ajili ya faida ili tuwaone wale walioharamishwa. Naomba msafu. Naam, aya hii ipo katika surati An-Nisa, ni aya ya 23. Suratu An-Nisa aya 23, Allah jalla wa ala anasema hurrimat alaykum ummahatukum, mmeharamishiwa kuwaoa mama zenu, wa banatukum, na mabinti zenu, wa akhawatukum, na dada zenu, wa ammatukum, na mama zenu wadogo, wa khalatukum, na shangazi zenu, wa banatul akhi, na watoto wa ndugu zenu wa kiume, wa banatul ukhti, na watoto wa ndugu zenu wa kike, wa ummahatukum allati arda'nakum, na mama zenu waliokunyonyesheni, wa akhawatukum min ar-radha'a, na mmeharamishiwa vile vile ndugu ambao mmenyonya pamoja, wa ummahatu nisaikum, na mmeharamishiwa vile vile mama wa wake zenu, mama mkwe, wa rabaibukum allati fi hujurikum, na watoto wa kike mnaowalea katika majumba yenu, min nisaikum allati dakhaltum bihin, wanaotokana na wake zenu ambao mmekutana nao. Yani ameolewa mwanamke, amekuja na binti yake mkubwa, unamlea pale nyumbani, yule anakuwa ni mwanao wa kulea, anakuwa ni haram. Fa illam takunu dakhaltum bihin, lakini aya ikasema kama itakuwa hamjakutana na mama zao, fala junaha alaikum, hakuna ubaya. Wa halailu abnaikum, na mmeharamishiwa wake za watoto wenu, alladhina min aslabikum, wale wanaotoka katika migongo yenu, yani mtoto wa kuzaa. Sasa mahalu shahid, wa an tajma'u bainal ukhtayn, na mmeharamishiwa kuwakutanisha ndugu wawili wa kike katika ndoa moja, illa ma qad salafa, isipokuwa yale yaliyopita huko nyuma, zama za jahiliya. Inna Allaha kana ghafurar rahima. Kwa hiyo umeona hao wameharamishwa, na sababu ni ile kulinda mahusiano ya kijamii. Imeeleweka hiyo? Naam, kama fil aya wal hadith al mutawatir. Namba 16 asema hafidhal islamu haqqal mar'a, Uislamu umehifadhi vile vile haki ya mwanamke, fi siyanati irdiha, katika kuchunga na kulinda heshima yake. Vipi? Faharrama an-nadhara ilayha, sheria ikaharamisha an-nadhara ilayha, kumtizama, utizamaji ambao unapetuka mipaka. Ndio Allah jalla wa ala akasema katika Qur'an, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim, waambie waumini wainamishe macho yao. Na aya vile vile imewataka pia waumini wa kike nao wainamishe macho yao. Sheria ya Uislamu ilipotaja swala la kuinamisha macho ni kwamba ni kuchunga heshima za watu, yani macho yasipetuke mipaka. Hii yote ni katika kulinda heshima. Namba 17, hafidhal islamu haqqal mar'ati fi muaqabati man ramaha bil fahisha, Uislamu umehifadhi haki ya mwanamke fi muaqabati, kwa kumwadhibu, man, yule ambaye, ramaha bil fahisha, anayemtupia tuhuma ya machafu. Ndio kukaja sheria katika Uislamu, mtu akimsingizia mtu mwingine kosa la zina, akawa min ghairi bayinatin
min ghairi bayinatin, akawa hana ushahidi, sheria ya Uislamu imemwadhibu bil jaldi, kwa kuweka adhabu ya kupigwa bakora 80. Allah jalla wa ala akasema, walladhina yarmuna almuhsanati, na wale wanaowatuhumu na machafu almuhsanati, wanawake wema waliojihifadhi wakawatuhumu, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, kisha wakawa hawakuwaleta mashahidi 4, nini hukumu yao? Akasema fajliduhum 80 jalda, wapigeni fimbo 80. Kwa hiyo katika dola ya Kiislamu ikasikika mtu anasema fulani amezini, anafikishwa kwa kadhi, tupe ushahidi. Hana ushahidi, hukumu inamsimamia ya kupigwa bakora 80. Sio hivyo tu, kuanzia siku hiyo haukubaliwi ushahidi wake, labda mpaka akitubu, ikachukua muda, ikaonekana kwamba kweli amekuwa ni mkweli katika tauba yake. Mpaka kuwekwa hukumu kama hiyo, lengo ni kulinda heshima ya mwanamke katika jamii. Namba 18, hafidha al-islamu haqqa al-mar'ati, vile vile Uislamu umehifadhi na kulinda haki ya mwanamke idha kanat umman, atakapokuwa ni mama. Heshima yake imelindwa anapokuwa ni mama. Vipi? Au jabalaha al-ihsan, Allah amewajibisha huyu mama afanyiwe wema, afanyiwe ihsan. Katika surati al-Isra Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza, nadhani ni aya ya 23. Naam, suratul Isra aya 23, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Amehukumu Mola wako, ameagiza Mola wako alla ta'budu illa iyyahu, kwamba msiabudu mwingine ila yeye. Hiyo ni amri. Wa bil walidaini ihsana, na ameagiza vile vile Mola wako kwa wazazi wawili wafanyiwe wema. Hiyo pia ni katika namna ya kumtukuza na kumpa heshima mwanamke. Allah mwenyewe akaagiza kwamba wazazi wafanyiwe wema, na bila shaka hata katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, siku moja anaulizwa, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni suhbati, ewe Mtume wa Allah, ni nani mwenye haki zaidi katika watu niwe karibu naye, nimfanyie ihsani, nimfanyie wema? Nani anastahili zaidi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia muulizaji, mama yako. Akauliza kisha nani? Akaambiwa kisha mama yako. Akauliza mara ya 3, kisha nani? Akaambiwa kisha mama yako, mara 3. Mara ya 4 ndo akasema kisha baba. Hii inakupa taswira gani? Kwamba Uislamu umemthamini mwanamke, Uislamu umempa heshima mwanamke, sivyo vile alivyokuwa zama za jahiliya kama tulivyosoma. Kwa hiyo au jabalaha, Uislamu umewajibisha kwa ajili yake al-ihsan, afanyiwe ihsan, walbir, afanyiwe wema, wahadhara, na ukatahadharisha Uislamu min kalimati uffin, ukatahadharisha hata neno uff. Na hii uffin inafasiriwa na wanawazuoni kwamba ni kule kusema neno la kuonyesha kwamba haujaridhika, umekerwa, kama vile kusema ukaguna. Allah akasema fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma
wa qul lahuma qawlan karima. Usiwaambie wazazi wawili wala usiwakemee. Ukisema sema nao kwa maneno yaliyo mazuri. Namba 19. Hafidha al-Islamu haqqa al-mar'ati murdi'atan. Vile vile katika maeneo yanaonyesha nafasi kubwa aliyopewa mwanamke ndani ya Uislamu, ameangaliwa hata katika hali ya kunyonyesha. Anapokuwa mwanamke ananyonyesha, faja'ala laha ajran, sheria ikamwekea malipo. Na haya masala tumeyasoma huko nyuma kama mnakumbuka, kwa mwanamke ambaye amepewa talaka akiwa ananyonyesha, ana haki ya kudai malipo. Lakini je, kama yupo katika ndoa, anaendelea na maisha ya ndoa na mume wake, amejifungua, ananyonyesha, analipwa? Hapana. Kulipwa huku ni pale atakapokuwa ameachwa, lakini hali ya kuwa ana mtoto anamnyonyesha. Wa huwa haqqun mushtarakun baina ar-radi'ati wal murdi'ah. Na hii ni haki ambayo wanashare mtoto mwenye kunyonya pamoja na mama mwenye kunyonyesha. Hiyo haki ya kuhudumiwa. Ndio Allah Jalla wa Ala katika surati Talaq aya ya 6 akasema, fa in arda'na lakum, kama watakunyonyesheeni watoto wenu, faatuhunna ujurahun, basi wapeni ujira wao, wapeni malipo yao. Aya hii pia mnakumbuka kwamba tuliisoma katika surati Talaq, lakini wacha tuirejee. Aya namba 6, Allah anasema askinuhunna, wawekeni wakalisheni, min haithu sakantum, pale mnapoishi nyinyi, mewujdikum, kulingana na uwezo wenu, kulingana na kipato. Kwa hiyo swala la kupewa makazi mwanamke ni haki kapewa na Uislamu. Apewe pahala pa kuishi kulingana na uwezo wa mume. Wala tudarruhunna litudayyiqu alayhin, wala msiwatengenezee madhara ili kuwapa dhiki. Tulieleza mengi tulipokuwa tukisoma masala haya katika darasa zilizopita huko nyuma. Baadhi ya wanaume anaishi na mwanamke, anamchoka, akimchoka anachelea, akimpa talaka itakuwa tatizo, ataamsha gogoro. Kwa hiyo anamtengenezea mazingira ajiondoe mwenyewe, anapata madhambi. Ndio Qur'ani inasema msiwatengenezee mazingira ya kuwadhikisha ili waweze kujiondoa wenyewe. Wa in kunna ulati hamlin, katika surati Talaq aya 6, bado Allah kaendelea kupambanua hukumu zinazomhusu mwanamke. Wa in kunna ulati hamlin, kama watakuwa ni wajawazito, yani umemwacha alafu ni mjamzito, fa anfiqu alayhinna, endeleeni, ni wajibu wenu kuwapa matumizi, hatta yadhana hamlahun, mpaka watakapojifungua. Akijifungua eda imeisha na matumizi yameishia hapo. Lakini kuna kadhia ya kunyonyesha, inakuwaje? Ndio Allah akasema fa in arda'na lakum, kama watakunyonyesheeni watoto wenu. Maana anaweza akajifungua akasema kwa kuwa ndoa haipo, alhamdulillah nimejifungua salama, chukua mtoto wako ukalee. Lakini akasema nitabaki naye mtoto, nitamnyonyesha mpaka nimwachishe miaka 2, ni wajibu kumpa matumizi. Fa in arda'na lakum, kama watakunyonyesheeni watoto wenu, fa anfiqu faatuhunna ujurahun, wapeni ujira wao. Kwa hiyo hapa ni mapatano. Kitaka nimnyonyeshe mtoto wako utanilipa kiasi fulani. Mna bageni kabisa.
takupa kiasi fulani, hazitoshi. Kama vipi? Chukua mwanao. Mnaweza kufanya hivyo eh? Mbona hamsemi? Nataka roho ngumu Mtoto ni wa kwako, alafu unaambia chukua mwanao, kama vipi nilipe. Lakini angalia Allah Jalla wa Ala anasemaje, wa atamiru bainakum bima'rufin. Pale mnapojadiliana katika swala hili la malezi ya mtoto, kumnyonyesha, urfu izingatiwe. Yani siwe kama mnakomoana hivi. Ndio akasema wa in ta'asartum, mkiaona mambo yamekuwa magumu, nataka unilipe kiasi fulani, mimi sina, fasaturdi'u lahu ukhra, ambia basi nipe mwanangu, tamtafuta mama mwingine amnyonyeshe. Iko hivyo. Namba 20, hafidha al-islamu haqqa al-mar'ati hamilan wa huwa haqqun mushtarakun bainaha wa bainal mahmul. Qala Allah ta'ala wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhin hatta yadhana hamlahun. Uislamu umezingatia haki ya mwanamke hamilan, anapokuwa mjamzito. Ameachwa lakini ni mjamzito. Na hii haki anasema ni haqqun mushtarakun bainaha wa bainal mahmul. Wanashirikiana katika haki hiyo baina ya mama na huyo mtoto mwenyewe, hichi kiumbe kilichoko tumboni. Ndio Allah anasema wa in kunna, watakapokuwa hao wanawake mlioacha, ulati hamlin, ni wajawazito, fa anfiqu alayhinna, basi wapeni matumizi, hatta yadhana hamlahun, mpaka atakapojifungua. Haya ni maelekezo ya Uislamu. Masala yanayofuata, hafidha al-islamu haqqa al-mar'ati fi sukna. Uislamu umezingatia haki ya mwanamke hata masala ya makazi, kuishi kwake. Ndio Allah kawaelekeza wanaume, askinuhunna, wawekeni, wapeni makazi, min haithu sakantum, pale mnapokaa ninyi. Watu wakiachana, tabani hizi aya zipo katika surati Talaq, zinazungumzia hukumu ya talaka. Watu wameachana, wanaachana vipi? Huwa mimi nasema watu wanaoana Kiislamu lakini hawaachani Kiislamu. Lakini pia wanaoana Kiislamu hawaishi Kiislamu na hawaachani Kiislamu. Inapofika wakati ndoa imeshindikana, watu wanaachana, hutengeneza uadui, ikawa vita. Watu wanaweka roho za kukomoana, kitu ambacho sio sawa. Masala ya ndoa ni riziki. Allah subhanahu wa ta'ala amepanga, inafika pahala riziki imekwisha, khalas, ndoa inakwisha. Lakini ndoa inapokwisha, iishe kwa utaratibu sahihi. Mwanamke kapewa talaka, ataendelea kubakia pale nyumbani, anahudumiwa mpaka amalize eda yake. Na yeye anapokuwa ndani ya eda, asilete vituko na vitimbi. Hapana. Sheria imemkataza mwanaume, la tukhrijuhunna, msiwatoe, lakini pia imemkataza mwanamke, wala yakhrujna, na wao wasitoke. Kwa kila mmoja awe na adabu, ajue kwamba yupo katika ibada. Mwanamke akiwa katika eda, ajue kwamba yupo katika ibada. Kwa hiyo ajue miko, ajue taratibu za dini zinamuelekeza vipi katika jambo hilo. Mpaka wakimaliza vizuri, amemaliza eda, Uislamu katoa maelekezo, mwanamme naye ana wajibu
wa kukumbuka fadla, wala tansau alfadla bainakum, msisahau mema mengi mazuri mengi mliofanyiana. Kwa hiyo huyo mwenzio anakwenda kuanza maisha, anaanzaje maisha? Mpe chochote kitu cha kujikimu, akaanze maisha mengine. Lakini haya hayatapatikana ila tu kwa wale ambao wamefata utaratibu wa dini katika kuachana kwao, kama ambavyo walifata utaratibu wa dini katika kuoana kwao. Hafidha al-Islamu haqqa al-mar'ati fi sihhatiha, asema Uislamu pia umehifadhi na kulinda haki yake mwanamke fi sihhatiha, katika afya yake. Fa asqata anha siyam, yani Allah amejali mpaka afya ya mwanamke. Vipi? Fa asqata anha siyama, akasamehewa mwanamke kufunga idha kanat murdi, anapokuwa ananyonyesha, au hubla, au ni mjamzito. Katika mambo haya mawili nataka nikuambieni jambo. Je, ni kila mwanamke mwenye kunyonyesha hafungi? Au je, ni kila mwanamke mjamzito hafungi? Hapana. Ni yule ambaye anapata tabu, anahisi uzito katika ibada yake hiyo ya kufunga, kwamba akifunga aidha yeye au mtoto aliyoko tumboni atadhurika. Huyu anaruhusiwa kula na atakuja kulipa huko mbeleni. Kwa hiyo huku kutajwa hukumu hizi ndani ya Qur'ani, ndani ya Sunna, inaonyesha ni kiasi gani kwamba mwanamke amezingatiwa, amepewa kipaumbele katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko pamoja? Hafidha al-Islamu haqqa al-mar'ati fil wasiyya falaha an tusi lima ba'da mautiha. Uislamu umehifadhi haki ya mwanamke fil wasiyya, katika masala mazima ya kuhusia. Vipi? Falaha an tusi, anayo haki ya kuhusia lima ba'da mautiha, kwa yale yatakayofuatia baada ya kifo chake. Mfano, mwanamke anamiliki fanya biashara na pesa zake, au ana mali ameirithi kutoka kwa wazazi wake, ni mali yake anaimiliki kihalali. Ana haki ya kutasarraf katika mali yake vile anavyotaka, kutumia anavyotaka, kuipangia taratibu anazotaka, maadamu haziko nje ya sheria tukufu ya Uislamu. Sasa kuna kitu katika Uislamu kinaitwa wasia. Wasia huu ni kujiwekea akiba itakayokufaa mwenyewe, unajiwekea baada ya kufa kwako. Unamiliki mali kiasi fulani, alhamdulillah, unatumia, lakini unatoa sadaka, unafanya mambo mbalimbali ya kheri, sawa. Lakini unahisi pengine ulionao kwamba mimi nikifa sioni kama kuna mtu wa kunikumbuka. Na haya mambo tumeyashuhudia, tunayashuhudia, na kila mmoja anafahamu hilo. Sisi sote hapa tumeshafiliwa. Inawezekana pengine tumefiliwa na wale watu ambao tulikuwa tuna haki ya kuwarithi. Inawezekana walikuwa na mali, au tumewaona waliofiwa na wazazi wao ambao walikuwa wanamiliki mali, kisha kufa wewe ya kwako yamekwisha. Sijapatapo kuona katika yale niliyoyashuhudia, mzazi amekufa alikuwa na mali nyingi, wakati wa kugawa mirathi watoto wakasema, jamani kabla hatujagawana, mnaonaje tuchukue fungu fulani tumwandalie wakfu mzee wetu ambaye amefight mpaka ametuachia mali. Wewe umewahi kusikia hiyo? Hakuna. Badala yake wanasema alhamdulillah, mzee ametumia, ameenda zake,
Sasa hii ni ya kwetu na sisi tunapanga taratibu zetu. Bali anayeweza kuleta fikra kama hiyo watamuona kama ni mtu hana maana, au unaweza kumwambia subiri tugawane alafu za kwako wewe ndio mtolee wakfu. Kwa hiyo maana yake nini? Jifanyie mwenyewe mapema. Kile unachokimiliki jiwekee mwenyewe, hakuna atakayekuja kukukumbuka. Si mwanao, si ndugu yako, fanya mwenyewe. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho anatuambia mwanadamu ana tabia ya kusema mali yangu, hiki changu. Tunasema wewe hauna isipokuwa vifuatavyo: ulichokula kikaisha, nguo uliovaa ikararuka mpaka ikaisha, au kile ulichokitoa katika njia ya Allah ukakitanguliza. Hivi tu ndio vyako. Vilivyobaki sio vyako, ni vya warithi wako. Akaunti zetu hizi tulizonazo kwenye mabenki au popote pale, hii ni akiba umewekea watu wako warithi. Ila inakuwa ni vigumu kuyakubali haya maneno, kwa sababu bahati mbaya sana swala la kifo likizungumzwa kila mmoja ujiona hausiki. Hiyo ndio bahati mbaya. Na pili, huwa tunakiona kifo kiko mbali. Kwa hiyo kule kuzinduka ukasema kama ni hivyo bora nifanye. Siku moja nimekuelezeni hapa kuhusu fursa, kwamba kila mmoja anatakiwa aitafute fursa. Ukiipata fursa itumie vizuri, kwa sababu baada ya hapo inaweza isirudi, au unaweza ikarudi wakati wewe huna uwezo tena wa kuitumia. Sasa nirudi kwenye wasia. Sheria ya Uislamu imeruhusu mtu kuhusia katika mali yake, lakini unatakiwa uhusie katika mali kwa kiwango fulani. Mfano, mtu ni tajiri anamiliki mali nyingi, hawezi kusema nahusia nitakapokufa nusu ya mali yangu ifanye kitu fulani, naitoa wakfu, naitoa katika dini. La, hairuhusiwi. Madamu unao wa kukurithi, uwezo ukahusia nusu. Robo hapana, theluthi moja. Theluthi ni ngapi ya ngapi? Naam? Hatujui. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimueleza mmoja katika masahaba. Alimwambia Rasulullah, kama unavyojua mimi nina mali alhamdulillah, na hakujaliwa ila mtoto mmoja tu tena wa kike ambaye harithi mali yote. Kaambia Rasulullah, mimi nina mali, warithi wangu kama unavyoona ni huyu mtoto wangu wa kike, unaonaje nikihusia nusu ya mali yangu? Kaambia hapana. Akaomba mpaka Mtume akamwambia labda theluthi moja, na theluthi nayo ni nyingi. Kisha akamtajia sababu, innaka antadhara warathataka aghniya khairul laka min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas, kwamba wewe kuondoka kwako ukaacha warithi wako wana uwezo, wanajimudu mambo yao mazuri, hilo ni bora kwako kuliko kuacha ni maskini omba. Ndio mantiki yake. Kwa hiyo kuna ruhusa ya kuhusia, lakini unapohusia hicho ulichokihusia kama wakfu, kama jambo la kheri, isizidi theluthi moja. Ndio Allah akasema katika surati An-Nisa aya ya 12, min ba'di wasiyatin yusina biha au dainin. Aya hii ili tuielewe vizuri, hebu tuitazame inakoanza. Suratu An-Nisa aya ya 12. Allah Jalla wa Ala anasema walakum nisfu
ma taraka azwajukum. Aya hii inabainisha mfumo na utaratibu wa mirathi. Walakum, mtastahiki nyinyi wanaume, nisfu ma taraka azwajukum, nusu ya mali walizoziacha wake zenu, illam yakul lahunna walad, kama watakufa hawakuacha mtoto. Kwa hiyo mume ana haki ya kumrithi mke wake nusu ya mali yake. Wakati gani? Kama mke hakuwa na mtoto. Akiwa na mtoto anahama kutoka kwenye nusu anaenda kwenye robo. Haya nikumbusheni na tulitaja jana. Mke anarithi hali ngapi kwa mume wake? Hali mbili. Ya kwanza anarithi nini? Anarithi robo ya mali ya mume wake. Wakati gani anarithi robo? Ikiwa mume hakuacha mtoto. Hali ya pili anarithi thumni, 1/8. Wakati gani? Ikiwa mume aliacha mtoto. Sasa hapa Allah anapambanua namna ya kurithi mwanaume. Mume naye ana haki ya kumrithi mke wake, kurithi nusu ya mali yake yote endapo mke amekufa hakuacha mtoto. Illam yakul lahunna, fa in kana lahunna waladun, Allah akasema ikiwa wake zenu hao waliokufa wameacha watoto, falakumur rubu'u mimma tarakna, mtapata robo ya vile walivyoviacha. Min ba'di wasiyatin yusina biha au dain, lakini kurithi kwenyewe ni baada ya masharti mawili. Mtu akifa hatuanzi kurithi, kuna vitu tunaviangalia. Kitu cha kwanza, zinatolewa gharama za kumuandaa, mu'natu tajhizi almayit. Sikilizeni vizuri hapo, narudia. Mtu akifa kabla ya kurithiwa, kitu cha kwanza kinatazamwa nini? Gharama za maandalizi yake ya kumzika. Tunaposema gharama hapa vinaingia vitu vingi. Sanda. Utaratibu wa kuchangishana sanda jamani sio utaratibu wa Kiislamu. Labda atokee tu mtu, mimi bana nimejitolea, ni sadaka yangu nimeamua kumpa, lakini kuchangisha sanda, labda awe ni mtu alikuwa ni maskini, hamiliki labda nguo alizozivaa tu basi. La kwanza hilo. Inaingia katika gharama watakaokuja kumuosha. Wakiomba kulipwa, usiseme do na nyinyi mmezidi, hata kumuosha maiti mnataka hela. Naam, sio haramu. Kama ni vyepesi mbona we hujui? Na mbona hukujifunza? Akiomba hela alipwe, na wala hana dhambi wala hajakosea. 3, inaingia katika gharama wachimbaji wa kaburi. Si tumezoea wananzengo ndio wanachimba kaburi, si ndio? Wakitaka hela lazima walipwe. Na hizi gharama zote zinatoka wapi? Katika mali aliyoiacha, imhudumie kwa mara ya mwisho. Baada ya hiyo kuna vitu vinatazamwa. Je, aliacha wasia? Ndiyo aliacha wasia, unatolewa kando. Inatazamwa tena, je alikuwa na madeni? Yanatazamwa madeni, yanatolewa. Kinachobaki sasa, hii ndio mali ya warithi. Lakini kwa sababu ya pupa ya mali, kwa sababu ya hofu ya Mungu kupungua, kwa sababu ya kutokusoma dini, watu hata madeni siku hizi hawawalipii maiti wao. Sema atajijua mwenyewe na Mungu wake. Watu wanawaza kurithi tu. Bali wanaweza wakaja wanaodai wakakataliwa. Ni hatari sana. Kwa hiyo nilitaka kusoma hapo, min ba'di wasiyatin, ni baada ya wasia, tusina biha au dainin, wasia ambao wameusia au deni. Ikishaondolewa hivyo ndio inakuja masala ya kurithi.
hafidha al-islamu haqqa al-mar'ati, sema Uislamu umehifadhi haki ya mwanamke, fi jasadiha ba'da mautiha, Uislamu umemheshimu mwanamke hata anapokuwa amekufa, unaheshimu mwili wake baada ya kifo chake. Wa hadha, na katika jambo hili, yashtariku fihi ar-rajulu ma'al mar'a, wanashirikiana katika haki hii mwanaume na mwanamke, wote wamepewa haki baada ya kufa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallama aliposema, kasru azmil mayyiti kakasrihi hayya, kuvunja mfupa wa maiti ubaya wake na makosa yake ni kama kumvunja akiwa hai. Hapa ni kupeni angalizo, maneno haya huwa nayasema ninapotoa semina za hukumu za jeneza, kuosha pamoja na kukafini na kuandaa sanda na vitu kama hivi. Wako baadhi ya watu wakati anapoosha maiti, na haya sijui wamepokea wapi, kwamba maiti anakunjwa, wanamkunja maiti mpaka wengine husema inatakiwa akunjwe mpaka kidevu chake kiguse kwenye magoti. Anakunjwa kama labda wanakunja samaki mbichi. Jambo hili ni makosa. B, inawezekana mtu aliyekufa amefia pahala ambapo watu hawakujua kuhusu kifo chake, kwa hiyo akakakamaa. Mfano, mtu aliyekufa kwa kujinyonga, amejitundika. Mara nyingi mtu anapanga mwenyewe na nafsi yake, mimi naona haya maisha bora nijiue. Mwenyewe amepanga, lakini kitanzi kinapomshika huwa anataka kujinasua. Kwa hiyo mara nyingi utakuta mikono iko hivi, alikuwa anawahi kuidaka ile kamba, lakini ndio hivyo, tarehe imeshafika. Au mtu amekufa katika kifo cha kutapatapa, anajaribu kujiokoa, mara nyingi hawezi kuwa amenyooka viungo vyake. Sasa baadhi ya watu katika kuosha maiti ile wanalazimisha kumnyoosha viungo. Viungo vingine haviwezi kunyoka. Sasa kuna watu wanawavunja mifupa. Kama mkono umekaa hivi, basi anauweka kwenye goti, anavunja kama anavunja kuni, mpaka ukubali kunyoka. Jambo hili ni haramu. Mtume anasema kuvunja mfupa wa maiti ni sawasawa na kumvunja akiwa hai. Pointi namba 25 na itakuwa ya mwisho, hafidha al-islamu haqqa al-mar'ati wa hiya fi qabriha, Uislamu umehifadhi haki ya mwanamke hata anapokuwa kaburini. Wa hadha yashtariku fihi ar-rajulu ma'a al-mar'a, utukufu huu na heshima hii wanashirikiana mwanamke na mwanaume. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa maneno ya Mtume aliposema, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairul lahu min an yajlisa ala qabrin. Tunasema la an yajlisa ahadukum, ni bora akakaa mmoja wenu, ala jamratin, juu ya kaa la moto. Ni bora mmoja wenu akalikalia kaa la moto, fatuhriqa thiyabahu, likaunguza nguo yake, fatakhlusa ila jildihi, likaenda mpaka kwenye ngozi yake, khairul lahu, hilo ni bora kwake, min an yajlisa ala qabrin, kuliko kukaa juu ya kaburi. Lakini watu hawayajui haya mambo au hawajali. Tukienda kuzika huko makaburi unakuta mtu amesimama juu ya kaburi, mwingine amekaa juu ya kaburi, wakati pengine kaburi linachimbwa au watu wanazika.
Haya mambo ndugu zangu yatakikana Waislamu wayajue na wachukue tahadhari nayo. Asema wal haqqu annani la astati'u an ujmila huquqal mar'ati fil islami fadlan an tafsiliha. Wal haqqu, na ukweli ulivyo, annani, ni kwamba mimi, la astati'u, siwezi, sina uwezo wa nini? An ujmila, kukusanya kiujumla, huquqal mar'ati fil islam, haki za mwanamke alizopewa katika Uislamu, sina uwezo wa kuzikusanya zote nikazimaliza. Haya maneno anayasema aliyekusanya dondoo hizi tulizozisoma. Fadlan an tafsiliha, anasema achilia mbali kule kuzichanganua. Kwa hiyo tosheka na hiki kidogo. Amekupa mifano 25, vipengele 25 vinavyoonyesha ni kiasi gani Uislamu umemtukuza na kumkirimu mwanamke. Ukiyaelewa vizuri hayo, utakuwa umepata mtaji wa kutosha wa kumkinaisha mtu yule aliyepigwa propaganda mpaka akaamini kwamba Uislamu umemdhulumu mwanamke. Yameeleweka? Naamini yatakuwa yameeleweka. Mkiyazingatia vizuri, mkayapitia vizuri, mtakuwa mmepata majibu. Takayofuata baada ya hapa inshallah, katika darasa itakayokuja biidhnillah, tutamzungumzia mwanamke katika utamaduni wa kimagharibi na malengo wanayoyataka wale wasiokuwa Waislamu wanawake waweje. Yani mfumo wa Uislamu wameukataa, na ndio maana wametengeneza propaganda za kuwasafisha vichwa wanawake wa Kiislamu wasijue thamani ya Uislamu, wasijue thamani waliopewa na Uislamu. Wao wanataka watu waweje. Tutakuja kuanza pointi hiyo.